wakifungua sanduku la kavuu watazikuta zimelala zinasubiri siku ya kuhesabiwa. Sasa ni uhalisia uliopo kwenye eneo letu. Kuhusu matokeo, tumeanza kupanda sana, na shule yetu, shule ya sekondari Mizengo Pinda, kidato cha 5 na kidato cha 6 mwaka juzi kiliingia kwenye 17 bora, pamoja na kwamba ni shule zile za kata, lakini ilikuwa na watoto 44 darasani, watoto 42 walifaulu kwa division 1, ni watoto wawili tu waliopata division 2. Kwa hiyo haya sio matokeo madogo, na wameendelea sasa kutengeneza ushindani mkubwa kabisa unaotupelekea kwenye jimbo langu kwa kweli kwa miaka mfululizo sasa inaongoza katika matokeo ukilinganisha na mashule mengine ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana kwa maana ya upande wa elimu na sekta nzima hii ya elimu. Tunawashukuru, wametuwezesha, na mpaka tunavyozungumza sasa hivi katika zile shule 15, 2 zinaendelea na ujenzi, wameleta karibu bilioni 1 na milioni 300 hivi. Zimeendelea kujengwa kwa kasi kubwa sana, na tunaamini wazi matokeo yake yatakuwa makubwa sana. Kwanza ninataka tu niwaambie wananchi wa Kavuu, wanajua mimi ni mwanajeshi, nimefanya kazi jeshini miaka 35. Sina longolongo kwenye swala la usimamizi wa shughuli za serikali. Nimeingia jimboni, nimekuta tuna vituo vya afya viwili tu. Tunapoongea sasa hivi tuna vituo vya afya 7, na matarajio ya vituo vya afya viwili kuongezeka ni mkubwa sana, na tayari tumeshapelekewa kituo cha afya cha 8 na huenda cha 9 katika kukamilisha kata zote, kinaweza kawa njiani wakati wowote. Yani nimetoka kuzungumza leo na watu wa TAMISEMI, wako kule kwa sasa tunapozungumza, kubaini maeneo ambayo wanaweza kawekeza kupitia mfuko wa World Bank, ambapo karibu milioni 650 zitapelekwa pale kwa ajili ya kujenga kituo cha afya katika maeneo mawili. Eneo la kwanza la kituo cha afya ni Chamaland, ambako fedha yake karibu milioni 300 ya kuanzia imeshafika tayari, lakini kituo cha pili ambacho kitapelekwa karibu milioni 600 wanaendelea kukibaini, lakini target kubwa ni kukipeleka eneo la Ikuba, kata ya Ikuba, ambayo kimsingi tutakuwa ndo tumemaliza kwa 100% kabisa. Lakini vinginevyo zahanati sasa hivi zimeenea kwa kila kijiji, tunaanza kutoka mdogo mdogo kuelekea kwenye vitongoji ili waweze kusaidiwa. Vifaa tiba, tuna hospitali kwanza ya wilaya ambayo Mama Samia ametuletea ya fedha nyingi, na sasa hivi nafanya kazi. Tumeletewa x-ray, tumeletewa ultrasound, tunaletewa vifaa mbalimbali vikiwemo vya macho, na wazee wameendelea kupata tiba. Nimepeleka kliniki za wagonjwa wa macho na wenye matatizo ya vibofu vya mkojo. Tulianza na wale wagonjwa wa macho mwaka jana mwezi wa 11, na wamerudia kwenye kipindi hiki cha mwezi uliopita, walikuwa kule. Na kipindi hiki tuliongeza section moja ya mfumo wa mkojo. Kwa hiyo naona wananchi wanaendelea kufurahia huduma za afya kwenye jimbo letu. Barabara za TARURA ni changamoto kubwa, lakini juhudi za serikali ni kubwa sana. Tunajitahidi, tuwashukuru sana TARURA kwa juhudi wanazofanya. Katika mazingira ya kawaida tuna barabara moja ambayo imekuwa ikitusumbua sana katika TARURA, kipande cha kata ya Mamba, ambapo kipande cha kutoka Mamba kati kwenda kijiji cha Kabunde kidogo, kwa sababu ni uwanda wa chini kabisa, tunalima mpunga kule sana. Kwa hiyo tumejikuta katika mazingira ya kawaida changamoto ni kubwa sana. Sisi tuko karibu na mlima Liambali-Mfipa, ni sehemu ya maisha yetu kwenye jimbo letu, na umetuzunguka kutoka kona ya kwanza, yani kwa maana ya ukubwa wa jimbo langu, kutoka Kasansa mpaka Mirumba ambako ni kata ya Kibaoni, mlima ule umepita. Kwa hiyo mvua zinaponyesha wakati wa msimu wa mvua, maji yanayotoka mlimani yanakuwa na kasi kubwa sana. Kwa hiyo barabara hata zikilimwa leo, kesho yake unajikuta zimeharibiwa na maji yale ambayo yanatoka kwa kasi kule mlimani. Lakini juhudi zinaendelea, na hapa tunapozungumza eneo moja ambalo lilikata daraja hivi karibuni, kata ya Mamba, eneo la Kiridakona, ukarabati unaendelea na watu ile ni barabara ya TANROADS wako barabarani. Tunayo changamoto moja ya barabara inayotuunganisha kimkoa
kati ya Sumbawanga na Mpanda manake kuelekea Kigoma, kipande cha Kibaoni kwenda Sitalike kilomita 71. Mkandarasi na mwaka wa tatu sasa, kweli tunaelekea mwaka wa tatu. Mvua za mwaka juzi zilizonyesha zile nyingi zilisababisha fedha nyingi ziondolewe kwenye miradi ya serikali kupeleka kwa wenzetu waliokuwa wamepatwa na maafa sehemu mbalimbali za Tanzania. Kwa hiyo tumesimama kwa muda mrefu, lakini leo tu nimetoka kuongea na Mheshimiwa Waziri, anasema immediate baada ya kupata fedha barabara zote hizi zinarudi tena kwenye kuendeleza ujenzi. Ni kipande ambacho walianza nacho, walipewa kandarasi kilomita 50. Kwa kweli kimeharibika na nakiri kabisa kimeharibika, na leo nimemuomba Mheshimiwa Waziri basi angalau kusafishwa, kuwezeshwa kupitika kwa urahisi. Manake mahali tulipokuwa tunatumia saa moja sasa tunatumia masaa mpaka 3 mpaka 4 tegemeana, na maloli makubwa yanayokuja kusomba mazao mengi yanashindwa kupita kwenye njia ile, na matokeo yake yanajaa barabarani kwa ajili ya kuzama. Wakati tunaingia madarakani tulikuwa na 35% tu ya upatikanaji wa maji, lakini kwa sasa tuna 99% ya upatikanaji wa maji. Katika kipindi hiki kifupi maji yamesambaa kwa kasi, yameenda sehemu mbalimbali za jimbo, na maeneo yale ambayo hayafikiki na ule mtandao wa maji ya mseleleko tumeweza kuanza kuchimba visima. Tumepewa visima sasa hivi, tunaweza tukasema tumepewa visima zaidi ya 10, na katika visima 10 vitano tayari vimeshaanza kufanya kazi, na hivi vingine vinaendelea kufanyiwa ujenzi. Lakini juzi tena nimepewa visima vingine 4 ambavyo vitakwenda kwenye maeneo yale ambayo yana uhitaji mkubwa wa maji. Yani Mheshimiwa mwandishi wa habari, kwa kweli kwenye umeme sijui tutambebea nini mama. Yani natafuta mbeleko design gani inaweza kambeba mama, kwa sababu amefanya mambo makubwa sana. Nataka niwaambie ni kweli kabisa, sisi kutoka makao makuu ya wilaya mpaka uje jimboni kwangu ni mbali sana. Sisi maeneo yetu tunaweza kadhani eneo ni dogo, lakini maeneo ni makubwa sana. Kwa hiyo kutoka makao makuu ya wilaya mpaka ufike halmashauri yetu ni kilomita 165. Yani mkuu wa wilaya anakaa kilomita 165 kuja jimboni kwangu. Unaweza kaangalia, na hiyo ndio mkato tunasema shortcut. Tukienda kwa njia ile ambayo wao wanasema ni nafuu kwa sababu ina kalamilami ni kilomita 260. Kwa hiyo sio mahali ambapo hata hivi tumemuomba mama atusaidie kuwa na wilaya ambayo itakuwa ni wilaya ya kiserikali, ili mkuu wa wilaya atokee pale pale. Manake mimi wananchi wangu wako 200,000 kama na 15, na idadi hiyo inafanana na wakazi wa Moshi wote, Moshi mjini pale. Kwa hiyo na ninawazidi kwa asilimia kidogo, kwa sababu wao wako 205 kitu kama hicho, mimi wako 215. Lakini ndio wilaya inayoongoza kwa wananchi kuzaliana katika ile percentage iliyo kwa mujibu wa sensa ya mwaka 22. Sisi tunakwenda kwa 7%, wakati hata asilimia ya serikali kuu ni 3 point something. Kwa hiyo sisi kule watu wanashiba na mashine zinafanya, yani mashine zinasaga unga mweupe kabisa, wananchi wanashughulika. Na ile kauli ya marehemu Mheshimiwa Rais Magufuli asema tuzaane tutakula, kule kwa kweli wanatekeleza kwa vitendo ile issue. Kwa hiyo katika hali ya kawaida umeme wa gridi ya taifa umefika jimboni mwangu. Watakapowasha njia ile ya umeme kutokea Tabora kuelekea Mpanda, na sisi tutaenda kuwashiwa, na hii ni juhudi pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini kwa sababu alikuwa ameuondoa ule mradi katika kipindi fulani, nilimuomba Mheshimiwa Waziri wa Nishati ambaye pia ni naibu waziri mkuu akaurejesha ule mradi ambao uligharimu kama shilingi bilioni 7 hivi. Tayari umeme umeshaingia jimboni utakapowashwa. Na jana nimemwona kama yuko Tabora hivi kwa ajili ya kuanza kuhamasisha uwashaji wa ule umeme. Mungu aendelee kumpa maisha marefu ili Wanampimbwe tuendelee kunufaika. Kwa ujumla wake mimi ni Geoffrey Mizengo Pinda, na jina linajibeba lenyewe kwa sababu mimi ni Geoffrey Mizengo Pinda. Yule mzee Pinda ni kaka yangu, tumezaliwa tumbo moja. Uwepo wake kama ni sehemu ya kubebwa, tunakiri jina lake
lina mvuto huko mbele ya safari, lakini mimi nilipigana. Nilipigana vita, na ni vita ambayo Mzee Pinda alisema pambana, ndio kauli yake. Sasa kwa sababu ni mambo ya ndani, huwezi kufika mahali ukasema chochote, lakini mitazamo yote ya watu yana usahihi wake, au kutojua kwa watu. Lakini mwaka huu wa uchaguzi tumeshaingia 25 sasa, kwa kuwa ni demokrasia na watu wote wanatamani waonekane, huwezi kuzuia kitu hicho. Sio fujo, mimi siziiti fujo, lakini utashi wa kisiasa. Watu wanajitokeza kutaka kuona wanaweza wakaonekana kwamba wanafaa, lakini mimi kwangu ninaona competition ipo, kwa sababu unapokwenda vitani usimdharau mtu kwa sababu ya aina yoyote ya kitu. Na katika mazingira ya kawaida niko vitani na ni lazima nifunge